Asante, nashukuru sana kwa maswali mazuri. Swali la kwanza la ndugu yetu John Mkama, yeye anasema ni kwa nini ule ushawishi tulionao Zanzibar na kwamba tuna ushawishi bara tusiutumie pia bara kuhakikisha kwamba tunakuwa na safari ya pamoja. Kwanza nirejee, nimesema kwamba ndio chama pekee ukiondoa Chama cha Mapinduzi ambacho kina ushawishi Zanzibar na pia kina ushawishi bara. Japo ni kweli pia kwamba bara sio chama pekee. Yaani bara tuna Chama cha Mapinduzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na ACT Wazalendo. Ndio vyama vikubwa vya siasa kwenye nchi yetu vinaofanya kazi hiyo kwa upande wa bara. Na nilieleza hivi kwa sababu ya kupima ule uzito na wajibu ambao ACT nao kwenye kupigania maslahi ya Wazanzibari na wajibu ambao tumeutekeleza, tumefika hapo tulipo. Hata hivyo, nafasi yetu huku bara haijatufanya tushindwe kufanya chochote, na tumeeleza kwamba tumeshachukua hatua. Ukisikiliza hili tamko langu, nimesema kwanza tumeitisha mjadala wa kitaifa wa pamoja, tulifanya serena, tuliita wadau wote, tuliwaandikia vyama vyote vya kisiasa vikubwa kwenye nchi yetu vishiriki, tuliwaandikia wadau mbalimbali, wasomi, NGOs, civil society organizations, ili tuanze huo mjadala. Na kama mwendelezo wa hapo, mwenyekiti wetu ameanza ziara ya kutembelea hao wadau mmoja mmoja ili kupata maoni yao na kuona uwezekano wa kuwa na forum ya pamoja ili kukabiliana na hizi changamoto. Sasa kwa sababu ni jambo linahusisha wadau wengi, itahitaji uongozi wa pamoja, utayari wa pamoja na kuhakikisha kwamba jambo hili linachukua uelekeo. Lakini swali la pili, ndugu Mnyika anasema ACT Wazalendo imesaliti tena kama ambavyo iliwasaliti wa Tanzania baada ya mauaji ya Oktoba mwaka 2025. Kwa kweli nashangaa sana. Mnyika ni kijana kiongozi, naamini anajua kwamba anachokifanya si kweli na anachokisema anadanganya. Kwanza, hatujawahi kuwa na makubaliano ya pamoja ya vyama juu ya hatua gani tunazopaswa kuzichukua baada ya pale, isipokuwa tumewahi kuwa na makubaliano ya kimaoni kwamba sote tunaona kwamba kuna tatizo lililokuwepo na kwamba kuna hatua zinapaswa kuchukuliwa. Lakini chama chetu kimefanya jitihada mara kadhaa za kuwaandikia wenzetu wakiwemo Chadema kutaka kujenga uelewa wa pamoja juu ya jambo hili na kutazama namna gani ya pamoja ya kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Na yeye ndio katibu mkuu wa Chadema. Hajawahi kujibu, hajawahi kutoa opinioni zake. Viongozi wetu wamekwenda mara kadhaa, tumekuwa tukiwaandikia Chadema, lakini hata kwenda kukutana na viongozi. Tulifanya hivi mara baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024, tulimwandikia katibu mkuu wa Chadema kumuonesha kwamba kwa mwenendo huu wa demokrasia ulivyo nchini na hali ya mambo ilivyo, kama hatakuwa na mkakati wa pamoja, tunakwenda kushuhudia kifo kingine cha demokrasia na hali pengine kuwa mbaya zaidi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Barua hiyo haikujibiwa na Mnyika. Haikujibiwa na wala hawakuwahi kufanya jitihada wao. Sababu nyakati nyingine wamekuwa wakisikika wakisema kwamba inaonekana sisi tunataka kuwaongoza wao. Lakini hata wao wanaotaka kutuongoza, tujalie wao wanataka kutuongoza sie, hawajawahi kutuita ili tusikie wanachofikiri, tujadiliane na tuwe na mwelekeo wa pamoja. Badala yake huibuka majukwani na kuanza kusema kwamba tumesaliti maamuzi ya vikao vyao. Sisi sio Chadema. Hiki ni chama kinachojitegemea, kinafanya, na pale kinapoona maamuzi yake ni bora yashirikishe wadau wengine, huwaandikia hao wadau. Na sio kuwaeleza maamuzi yake, kuwataka tukutane pamoja, tujenge uelekeo wa pamoja, na hivi ndivyo uongozi unavyopaswa kuwa. Sasa Mnyika hakufanya hivyo. Kwa 2025 tumemwandikia, hakujibu. Yaani afadhali hata unaweza ukawaandikia watu wakakataa, lakini hata kujibu hawakujibu. Lakini baada ya hapo jitihada zilifanyika. Viongozi wetu baada ya hapo wawili, ndugu Ismail Jussa, makamu mwenyekiti Zanzibar, katibu mkuu ndugu Ado Shaib, walikwenda kuwatembelea, kwenda kukutana na ndugu Tundu Lissu kabla ya uchaguzi, na mazungumzo yalikuwa wazi kwamba ni muhimu kukutana na kutengeneza forum ya pamoja kuona tunakwendaje mbele. Na Mnyika anajua kwa sababu ilikuwa public
watu wote walijua kwamba viongozi walikwenda. Hakuna jitihada zote ambazo ziliwahi kufanyika. Lakini baada ya uchaguzi wa mwaka baada ya matukio ya mwaka 2025 Oktoba, kiongozi wetu wa chama ndugu Dorothy Chemu amemtembelea makamu mwenyekiti ndugu Heche hivi sasa kwenda kuzungumza naye na kumuonesha kwamba ni muhimu kujenga uelewa wa pamoja, kutengeneza mikakati ya pamoja na kuona tunatokaje, kwa sababu hali hii ni ngumu, inahitaji nguvu ya pamoja. Akasema ni sawa, tutalitafakari na tutaona namna tunavyokutana pamoja. Hawakufanya hivyo. Mwenyekiti wetu wa chama tulipoitisha kongamano la kitaifa, mjadala wa kitaifa pale Serena, tuliwaandikia kuomba washiriki ili kupata maoni yao, tuone tunatokaje pamoja. Hawakuja. Mwenyekiti wetu wa chama alipoanza ziara kuwatembelea wadau, mmoja kati ya wadau ambao aliwaandikia kutaka kukutana nao ili azungumze nao, tupate maoni ya pamoja, tutengeneze uongozi wa pamoja kutoka hapa tulipo kwenda mbele, tuliwaandikia Chadema na walisema wako tayari. Siku moja kabla ya ziara wakasema wamepata dharura, hawawezi kukutana na mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kama sio kuchelea kwamba migogoro miongoni mwetu inaweza kuwa tu inakinufaisha Chama cha Mapinduzi, ningeweza kusema wazi kwamba Mnyika anafanya kazi hii kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na sio kwa niaba ya harakati ya ukombozi wa nchi yetu. Amefanya hivi alivyokuwa Kilwa, akaanza kushambulia chama chetu na kusema kwamba Maalim alijutia kuja ACT Wazalendo, mambo ambayo hata mke wa Maalim hayajui, lakini yeye Mnyika anasema alikuwa anayajua. Lakini pia juzi anakurupuka anasema kwamba anasema ACT wamesaliti. Tumesaliti nini? Tumetaka tukutane tujenge uelekeo wa pamoja. Tumetaka tukutane tuzungumze, tuone tunawezaje kutoka hapa kwenda mbele. Yeye ndio katibu mkuu, mara zote amepata barua kutoka kwetu, mara zote tumefanya mawasiliano na ofisi yake ili kutaka kujenga uelekeo. Hajajibu na wala hajawahi kuwasiliana na chama chetu, zaidi ya kuja kutokwa na maneno mbele ya vyombo vya habari na kusema maneno ambayo kimsingi hayanufaishi chama chake, hayakinufaishi chama chetu. Tukikubali kuingia kwenye mgogoro huo kati ya sisi na Chadema, ambao mara nyingi ndugu zetu wamekuwa wakijaribu kuja bila ushahidi kutoa matuhuma, kutoa matamko mbalimbali dhidi ya chama chetu, kwa kweli mwisho wa siku hauoni kama wanufaika watakuwa ni hii struggle ya opposition. Hii struggle ya opposition inahitaji kuunganisha nguvu za pamoja. Hii ni struggle inayohitaji kuunganisha wadau pamoja. Na mdau atakayekataa hiyo jitihada ndio anayeweza kuitwa kwamba ni msaliti. ACT Wazalendo mara zote tumewaandikia ndugu zetu hao na kuwa tayari kushirikiana nao ili tutoke hapa tulipo tuweze kwenda mbele. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa Chadema na hasa ndugu yangu Mnyika. Najua anao uwezo, ikiwa hakuwa na ufafanuzi wa kutosha, pengine hajaelewa baada ya kusikiliza kilichotokea Zanzibar, anao uwezo wa kuwasiliana na viongozi wenzake kumpa ufafanuzi na hata kutoa maoni yake katika yale ambayo anaona sio sawa sawa. Lakini anasema moja kati ya vigezo anavyotumia kupima kwamba ni usaliti kujadili masuala ya katiba ya Zanzibar huku tukiacha masuala ya katiba ya Tanzania bara, ni kituko kabisa. Tena kufanywa na mtu ambaye angalau ana skills ndogo za sheria. Kwa sababu katiba ya Zanzibar haijawahi hata mara moja kutungwa kwa pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Zanzibar iliyorithiwa ya mwaka 63 ilifutwa. Ikawa hakuna katiba Zanzibar mpaka mwaka 1979 ikatungwa katiba ya Zanzibar ya mwanzo. Tunayo katiba ya Muungano mwaka 77, baadaye 79 ikatungwa hiyo katiba ya Zanzibar. Baada ya hapo mwaka 84 ikatungwa tena. Na mabadiliko yote ambayo yamefanywa kwenye katiba ya Zanzibar hayakuwahi kuhusishwa au kuwa na sharti la kwamba lazima itanguliwe na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hata mjadala wetu hapa na maoni ya katiba ya Muungano yaliyokuwa yamechukuliwa na Jaji Warioba yalikuwa yanazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayakuwahi kugusa hata mara moja katiba ya Zanzibar. Lakini kujitoa ufahamu juu ya ukweli wa nini tunachopigania wapinzani, tulitoka kwenye bunge la Ukawa kwa sababu
moja kubwa kwamba sisi maoni yetu tunahitaji serikali tatu: serikali ya Zanzibar, serikali ya Tanganyika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwamba na moja kati ya wadau muhimu sana walioeleza ile ilikuwa Tundu Lissu, mwenyekiti wake, kwamba serikali ya muungano inapaswa kuakisi mkataba wa muungano. Na kwa hiyo kitu pekee kwenye katiba ya Zanzibar kinachopaswa kureflect status ya katiba ya muungano ni yale mambo yanayohusu muungano na sio masuala mengine yote. Na mtazamo wetu ni kwamba lazima Tanganyika iwe na katiba yake inayogusa masuala yake na tuwe na katiba ya muungano ambayo inajitegemea. Na huu ndio mtazamo wa UKAWA, Umoja wa Katiba ya Wananchi, na ndio mtazamo uliotufanya tutoke kwenye bunge la katiba, akiwemo yeye Mnyika. Mimi naamini anaujua. Sasa mjadala wote wa kipindi chote kuhusu katiba, tulikuwa tunazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haukuwahi kuzungumzia katiba ya Zanzibar. Lakini Zanzibar leo tunapozungumza ina serikali yake ya Zanzibar. Na wao wamekuwa ni wadau muhimu wa kuonesha kwamba bwana, Zanzibar ina serikali yake, Tanganyika haina serikali yake. Ina bunge lake, ina rais wake, ina shughuli zake ambazo zinaendelea. Haya ni mambo yanayohusu Zanzibar. Zanzibar ilifanyika mauaji mwaka 2001. Hayakufanyika huku Tanganyika. Na tulipotatua tatizo la Zanzibar, halikuwa linasubiri ridhaa ya Watanganyika ndio mtatue tatizo la Zanzibar. Na haya ndio mambo, ndio uhalisia wa mambo. Kwa hiyo kuja kuibuka na tuhuma hizi, mimi nadhani kwa sababu hakuwa na hoja ya msingi ya kubeba tuhuma zake, ndio maana akaibuka na jambo ambalo yani halieleweki kimantiki, halieleweki kihistoria, halijawahi kuwa sehemu ya mjadala wa mahali popote katika siasa za nchi yetu, kwamba Wazanzibari wakitaka kuandika katiba wanatakiwa wasubiri kwanza katiba ya muungano. Isipokuwa inaweza tu kuakisi jambo moja, kwamba chama chake hakina ushawishi Zanzibar, hakijui hali halisi ya Zanzibar. Na sisi sasa, kwa sababu sisi tupo pia bara, basi ni muhimu akitaka kuyajua ya Zanzibar aje ACT Wazalendo, tutamueleza kwa sababu tumeishi struggle ya Wazanzibari, tunaijua na tunafahamu nini Wazanzibari wanakipigania. Mimi nadhani ili uwe msaliti, pengine ndugu yangu Mnyika, ingekuwa sisi ni wajumbe wa kikao chao cha kamati kuu kule Kigoma, basi tukaja huku tukasema yasiyokuwa yamezungumzwa Kigoma, hapo angeweza kusema sisi ni wasaliti. Labda nimkumbushe tu kwamba sisi hatukuwepo Kigoma. Kwa hiyo watafute wasaliti wa ndani ya chama chake, lakini ACT Wazalendo tumemwandikia mara nyingi kutaka uelekeo wa pamoja, tujenge harakati hizi na tutoke hapa tulipo tuende mbele. Na tumekumbusha mara zote, sio kwa maslahi ya siasa za upinzani Tanzania, migogoro miongoni mwa vyama vya siasa vya upinzani. Na chama chochote kinachojihisi ni kikubwa cha upinzani hapa Tanzania, wajibu wake namba moja ni kuunganisha wadau wote wanaopigania harakati za kukabiliana na chama dola, Chama cha Mapinduzi. Na hiyo ndio struggle tunayoitaka. Hataki ukubwa wa kwamba ukisema wewe basi watu wengine wawe wanaweza tu kuitikia, hapana. Tunadhani ni muhimu jambo hilo, na ndio maana sisi tumewaheshimu mara zote, tumeheshimu position yao ya struggle, na tunadhani ni muhimu kuona namna gani tunaweza kushirikiana toke hapa tulipo tuende mbele. Ndugu yetu akauliza mnatenganishaje Zanzibar na bara? Hatujatenganisha, na nimeeleza vizuri nadhani kwenye majibu yangu yaliyopita, isipokuwa hizi ni nchi mbili tofauti. Na ndio maana tunapigania uwepo wa serikali tatu, kwamba tunayo Tanganyika na ina mambo yake Tanganyika. Kwa hiyo na kile kilichotokea kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sehemu kubwa kimetokea Tanganyika. Na tunataka kuona kwamba hatua zinachukuliwa. Na sisi tunaposema kwamba jumuiya ya kimataifa ishiriki, tunayo experience kwamba hata huku Zanzibar ambako leo tuna hatua hii tunafikia, Jumuiya ya Madola ilikuja, Chifu Anyoko alikuja, alishiriki kwenye hiyo struggle, na haikuwa tabu kwa jumuiya za kimataifa kuja kushiriki. Kwa leo tunaposema kwamba jumuiya za kimataifa ni muhimu ziwepo, tunayo experience kwamba pale tulipofika Zanzibar leo, ambao tunaendelea kuvuna sehemu ya matunda ya ile kazi iliyofanywa, jumuiya ya mataifa ilishiriki. Na ndio maana tulikubali kukutana na Lazarus Chakwera, mwakilishi wa ile envoy ya Jumuiya ya Madola, tukiamini kwamba ni muhimu intervention ya jumuiya ya kimataifa mnapoingia kwenye matatizo kama haya, kama ambavyo Tanzania pia imekuwa ikishiriki kwenye nchi nyingine kama sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Ndugu yetu Fadhili anauliza mabadiliko Zanzibar bila bara. Zanzibar inategemea muungano. Nadhani nimeeleza
kwa sehemu kubwa, kwamba Zanzibar inajitegemea kwenye eneo lake. Yaani ndio moja kati ya changamoto kubwa sana za muungano wetu. Kama muungano huu ni wa Zanzibar na Tanganyika. Zanzibar ina serikali yake, ina rais wake, ina namna inavyoendesha mambo yake. Tanganyika imejigeuza ndio Tanzania. Na hii ndio narrative sahihi, kwamba kile kinachoitwa Tanzania ndio Tanganyika. Lile bunge la muungano, 90% ya mijadala yake linajadili masuala ya Tanganyika. Ni wizara chache sana zinazojadiliwa kwenye bunge la muungano linalojadili masuala ya muungano. Yaani 90% ya mijadala, bajeti inayopitishwa pale, zaidi ya 90% ni bajeti inayohusu Tanganyika. Na ndio maana unajiuliza wabunge wa Zanzibar kujadili, hawana cha kusema. Ndio maana wabunge wa Zanzibar mara nyingi wanakuwa kimya, kwa sababu hawajadili mambo mengi ya Zanzibar, yanajadiliwa kwenye baraza la wawakilishi. Tungekuwa na bunge la muungano linaloakisi mambo ya muungano, kila upande ungekuwa active na muungano wetu ungekuwa productive. So kila mmoja angefikiri namna gani tunavyo exercise ule muungano wetu katika namna ambayo kila upande utakuwa unanufaika, kuliko hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Sasa mchakato huu utachukua muda gani? Hasa kwa mfano tunategemea kwamba makamu wa kwanza wa rais pengine ajiunge kwenye serikali. Sisi tumesema mchakato huu umeanza utekelezaji wake juzi. Ukisoma tamko la pamoja linasema kwamba inapaswa kutungwa sheria itakayounda chombo cha kusimamia utekelezwaji wa masuala haya. Matarajio yetu sisi ni kwamba haraka kabisa sheria hiyo itatungwa na chombo hiko kitaundwa, na sheria haitungwi na vyama. Yani the rest, yani sisi tumetimiza wajibu wetu wa kusema commitment yetu ya ushiriki unagusa mambo gani. Tunayo commitment ya kiutekelezaji ambayo ni ya wenzetu ambao wanapaswa kuthibitisha kwamba wako tayari kwa kufanyia kazi, na kwa hiyo kadiri ambavyo itakuwa inatekelezwa nadhani itatupa muda. Muhimu ni kwamba wakati wa mjadala huu tulikuwa tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba kila tunalokubaliana linawekewa shedi kwamba mpaka lini angalau liwe limeshafanyiwa kazi. Na tumeanza kama nilivyosema hatua za utekelezaji, na tunataraji kwamba hatua zinazofuata zitafanyiwa kazi, na tamko letu nimesema hatua zote zitakuwa shirikishi, umma utafahamishwa. Yaani haitakuwa ni mambo ya siri juu ya hatua ambazo zinaendelea. ACT tunaongoza TCD, tunafanya of course ACT tunaongoza TCD na tunafanya jitihada nyingi sana, na hivi karibuni TCD pia itaendesha kongamano la wadau kujadili pamoja na mambo mengine kuona namna ambavyo nchi yetu itatoka hapa kwenda mbele. Tulifanya kazi hii kubwa mara baada ya mabadiliko ya kuingia awamu ya sita ya Rais Samia, na TCD ilifanya kazi kubwa ya kukutana mpaka tukafika mahala tukawa na task force na tukaendelea mbele. Haikuzaa matunda ambayo tuliyatarajia. Sasa hivi sisi tunaongoza kweli TCD na tumefanya hizo jitihada nyingi. Wiki mbili zilizopita hapa wadau wa TCD walitoka kwenda Afrika Kusini kwenda kujifunza, ni learning mission, kwenda kujifunza hata baada ya matukio makubwa ya ubaguzi na changamoto zilizotokea Afrika Kusini, waliwezaje kuchart the way forward. Na wadau wote walikuwa wamekwenda, tunaamini wamepata mafunzo mazuri, wamekutana na wadau wengi kule South Africa, na baada ya hapo tunategemea kwenye kongamano ambalo TCD italifanya na wadau wote wakishiriki, tunaweza angalau kuwa na mwanga. Kwa hiyo tunatimiza wajibu wetu. Tunaamini kuwa ni wajibu wa pamoja na wadau wengine unaweza kutufanya tutoke hapa tulipo. Evans anasema kama mustakabali mlikuwa mnajadili zaidi mustakabali wa Zanzibar sio kugawana vyeo, vipi swala la makamu wa kwanza wa rais kujiunga na serikali? Tumesema na hata sasa hatujapeleka jina sisi la nani awe makamu wa kwanza wa rais, na simple kwa sababu huwa ukuwa mjadala na wala hayakuwa masharti kwamba tukisaini basi na jina tufanyaje tulipeleke. Tumejadili juu ya mambo gani ya kuyafanyia kazi, na commitment yetu iko wazi kwamba sisi tuko tayari kushiriki kwenye mchakato huu utekelezaji wake, pale ambapo sehemu ya utekelezaji huu utakapokuwa na uthibitisho na hatua za awali zilizokuwa zimetekelezwa na unahitaji kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kama sehemu ya utekelezaji wa mambo haya. Nadhani tutakuwa tayari kwa sababu tutakuwa tumefika level ambayo mchakato huu wa kiutekelezaji unafanya kazi na tunakwenda mbele. Muhimu ni wadau wote kuwa tayari kutekeleza baada ya hatua ya mjadala wa miezi hii 8, ambao mimi naamini baada ya kujadiliana yako mambo ambayo sisi tulikwenda nayo tulilazimika withdraw
yako mambo ambayo wenzetu walikuja nayo, walilazimika withdraw, lakini tukafikia consensus kwamba haya at least ndio low hanging fruits, ni mambo ambayo tunaweza kwa pamoja tukayafanyia kazi, tukachukua commitment, na tulianza kwa kuwa na commitment ya pamoja in public juzi. Tunaamini kwamba sote tukitimiza wajibu huu, mambo mengine yatakuwa ni rahisi kuona namna gani tunatoka hapa tunakwenda mbele. Asanteni sana.